Kama ulipeleka taarifa, sasa mbona wamekuja ndani ya msitu? Bila shaka hii ni amri kutoka kwa Malkia Nana, manake Malkia Nana ni mkaidi siku zote. Kwa kuwa wao wameshindwa kuichagua amani, wameamua kumwaga damu, basi peleka taarifa kuwa yeyote aliyesubutu kuingia ndani ya msitu asitegemee kutoka salama. Nitaua mmoja mmoja, na wewe hakikisha ndani ya msitu hatoki mtu. Nimekuelewa Malkia. Situsema, nenda uambie dunia binti yetu yuko hai. Nenda uambie dunia, oh misitusema, nenda uambie dunia niokoa rohoni. Kasongo. Naam Malkia Shari. Nisikilize vizuri. Hii ni amri, na sihitaji swali lolote kutoka kwako. Ninachohitaji ni utekelezaji tu. Sawa Malkia. Nataka unipeleke msituni. Msituni? Nimesema sitaki maswali yoyote kutoka kwako. Nataka kuonana na Malkia wa msitu uso kwa uso. Malkia, lakini hii ni hatari. Na ndio maana nilikuchagua wewe. Sawa. Basi nakupeleka. Basi, hatupaswi kupoteza muda. Nilikuwa na ndoto, nilikuwa na sauti, nilikuwa na macho ya kukuona ukinitazama. Yesi, mwanadamu wa kawaida ana damu ya miti, ana pumzi ya mvua. Walizani mnyonge, hawajui ni nuru. Walizani mnyonge. Mimi kunitawala huwezi. Mimi ndo naye kupangia namna ya kufanya. Unakuja kutawaliwana humu au kumtafuta Gena? Kama unaanza kunipanga au? Hapo inahangaika. Sasa sikia. Oh, misitusema, nenda uambie dunia binti yetu yuko hai. Nenda uambie dunia, oh misitusema, nenda uambie binti yetu yuko hai. Nenda uambie dunia. Ila mimi Loda, kwa uongo niliokuwa nao Mungu anisamee bure mimi. Nao Hey, mwanangu Loda. Ha, shangazi. Karibu. Asante. Shangazi, nilikukumbuka sana. Kweli mwanangu? Ndiyo, naona sasa hivi unazidi tu kunenepa. Hata mimi nilikukumbuka. Karibu. Asante. Vipi hali ya huko lakini? Maana naona umekonda mwanangu. Kawaida tu. Yaani huu wakati ni mgumu sana kwangu. Yaani Malkia ananifokea, mara anipige.
tangu siku ile nimekuja huku nyumbani. Oh, misitu sema, nenda uambie dunia binti yetu yuko hai. Nenda uambie dunia. Oh, misitu sema, nenda uambie dunia. Anadamu wa kawaida, ana damu ya miti, anaponza mvua, walizani mnyonge, hawajui ni nuru. Sasa unafikiri msitu wako? Wewe msitu wako? Ndio. Alafu mimi sipendi kunitawala sawa? Unitawala kijinga mimi nakuangalia tu. Wewe nafikiri mimi nakufurahia? Wewe ni ng'ombe wewe. Wala hapo turudi kijijini. Mimi nitakufanya cha kukufanya. Au nijui vizuri. Kapo. Madamu, huu ni muda wa kutulia na kutumia akili, tujue tunaanzia wapi na tunamalizia wapi. Kwa hiyo sasa hivi ni muda tupumzike kabisa. Nifuate ninachokuelekeza. Sasa nikufuate nini sasa humu msituni humu? Wakati wote tupo humu msituni, nianza kufuata tena yako? Mimi sipendi kwamba nikosane nawe hata kidogo. Tumejaribu kuziba mdomo wako. Madamu, ndakuchenjia sasa hivi. Yaani mimi unichenjia humu msituni tena? Bado tunachenjiana. Unataka kunitawala, si ndio? Unataka kunipanda kichwani? Wewe. Mimi naingia damu natokaga. Nisikilize. Haya manati yenyewe haya wanapaswa kushika watu wenye nguvu kama sisi. Angalia Yama, nguvu zenyewe huna. Oh, misitu sema, nenda uambie dunia binti yetu yuko hai. Nenda uambie dunia. Oh, misitu sema, nenda uambie dunia. Akahisi labda nilikuwa na mambo yangu. Unajua sina amani. Ndio maana unaona nipo katika hali. Pole mwanangu. Asante, lakini hata hivyo unaniona nimefika hapa. Hapa nimetumia uongo. Nimemwambia huku nyumbani kuna matatizo toka juu. Kumbe nimemdanganya tu ili nifike hapa. Maana alinipa onyo, hakuna kutoka wala kukanyaga sehemu yoyote. Ni chooni tu kurudi pale nyumbani. Yeye haelewi kwamba mimi nimekutana na nini, nimefanywa nini na Wande. Yeye tu kanivamia na kunipiga makofi. Hata hivyo bora umefika. Kuna kitu nataka tuzungumze. Kitu gani? Usijali, nitakueleza. Twende ndani kwanza. Haya sawa. Twende mwanangu. Naona upo tunazidi tu kunenepa. Nipo mwanangu. Macho yangu yalikuwa kikwazo, sauti yangu ilikuwa tishio. Niko hapa malkia wangu. Naomba unitafutie Kasongo. Uje naye hapa. Hapana. Kwani imekuaje? Ina maana Shali mimi ndo kunifanyia hivi? Ameamua sasa wote waende kule. Ili iweje?
Fanya basi namna. Kama unaweza kujua wanachowaza wasifanikiwe. Yaani wasifanikiwe mawazo wao. Yesi mwanadamu wa kawaida ana damu ya miti, anaponza mvua, walizani mnyonge, hawajui ni nuru, walizani mnyonge. Hizi nyama si nasie. Nashikashika mang'ati. Nyama. Ila wewe una nyama. Gena mwenyewe umeshindwa kwa Gena. Kwa nini usiende kugombana na Gena huko? Magambo. Unatafuta huku unakula vyakula hivi ili unani eti ushibe ndio. Magambo, nitakunyamazisha sasa hivi. Uanzie hapo kuninyamazisha. Msitu wako. Au si? Nyamazisha uone. Unaona kwamba mimi nashindwa, si ndio? Wewe utanifanya nini sasa huko msituni huko? Ndani kufanya. Wewe utanifanya nini? Shindwa kurudi kijijini. Nishindwa kurudi mimi kijijini? Wewe unaye wewe. Hebu kelele bwana. Bwana usiseme kelele bwana, vipi? Wewe. Ni akili zako kama mang'ombe yako. Ngamba shwa mkwanda kupesa mubukanganisho lole kushikwa twara kalipo. Mukwesa imikambo n'ubukangari bose. Pesa kelele bwana, ndani pumzike kwanza. Mani habari za kumkamata huyu Gena, tutamkamata, tutaondoka naye, lakini sasa upumuzike kwa hatua. Upumuzike kwa kuangalia nyuma na mbele. Huu msitu ni wa Gena huu. Hivyo ukizembezea hapo utakuwa magambo. Wewe kidogo kile kile utafikiri una nguvu kweli. Nguvu zenyewe huna. Wewe. Nisikilize Magambo. Na uwezo wa kukufanya kitu tu kile. Na hakuna shuhuda yote atakayeshuhudia hili tukio. Ila najaribu kufikiria kuna namna gani tumechoka tupumzike, lakini bado umeelewa. Oh, misitu sema, nenda uambie dunia binti yetu yuko hai. Nenda uambie dunia. Oh, misitu sema, nenda uambie dunia. Wewe Abe shangazi. Hivi umekuwa saizi? Mbona unaongea hivyo? Kwa nini? Nakuuliza swali nijibu. Wewe ni mkubwa au ni mtoto bado? Shangazi, mimi mdogo. Sasa mimi mkubwa wapi na wapi na? Sasa kama wewe ni mdogo, kwa nini unaingilia ugomvi ambao haukuhusu? Ugomvi? Ugomvi gani? Ugomvi wa Malkia na Wande. Lakini Wande mimi sijawahi kumkorofisha. Yeye ndo ananianza shangazi. Wande nilikutana naye na ameniambia kila kitu ulichokuwa unafanyia. Yeye Wande ndo kielele chake cha kwanza kunipiga mimi. Lakini mimi sijanyanyua mkono wangu kumshika Wande kabla yeye hajanianza. Sasa kama ugomvi ni wa yeye na Malkia, wewe kwa nini unaingilia? Kwa nini usikae kimya? Kuanzia leo sitaki ni kuona unaingilia ugomvi wa Malkia na Wande. Kwa sababu sio kwamba Wande eti hakuwezi wewe, sio kwamba eti hawezi kukupiga, ni vile tu ananiheshimu mimi shangazi yako, ndio maana anakuacha wewe. Mageme. Na Malkia wangu. Naomba wazuie kabla hajaingia msituni na kabla hajakutana na Malkia wa msitu. Malkia wangu, hilo linaweza likawa gumu kwangu, maana nikimzuia itaonyesha ninampinga maagizo yake. Kivipi? Nimesema hii ni amri, sio ombi. Sawa Malkia.
kabla hawajaingia msituni. Magemo utakuja kuniua. Nikafanya jambo. Na kama unanihisi ijibu moyoni, kama unaniona niokoe rohoni. Sikuhitaji damu, sikuhitaji cheo, nilihitaji upendo. Sasa nina maumivu. Yesi mwanadamu wa kawaida, ana damu ya miti, anapunza mvua. Walizani mnyonge, hawajui ni nuru. Walizani mnyonge. Wanda anaweza akakufanya chochote, anaweza akakupiga akakuumiza, lakini ananiheshimu mimi shangazi yako, ndio maana anakuacha. Kwa unaona kama unamweza hivi eti. Sawa shangazi, mimi nimekuelewa, sitarudia tena kuingilia maugomvi ya watu. Sawa, nadhani umenielewa. Na vipi hali ya huko kwa Malkia? Nimekuacha ovyo ovyo tu, yaani hakueleweki. Magemi ameshaenda msituni, yaani hakuna mtu, kabaki Malkia mwenyewe tu. Ndio maana hata mimi nikaamua niombe ruksa kwamba huku kuna matatizo ili tu nije nyumbani. Maana ningebaki na Malkia pale, angeniendesha sana. Maana bado yuko ovyo. Sasa natoka mara moja. Endelea kuangalia huko jikoni, sawa? Sawa shangazi. Mbona unakunja? Kwa nini uko sawa? Sio. Kwa nini unakunja? Nisikilize. Mimi ndio ninayetoa mwongozo mzima kwenye msitu na sio wewe. Unatoa mwongozo gani sasa? Alafu mimi msitu mnafahamika. Imefika hatua naanza kuchoka sasa. Unachoka mara ngapi sasa? Cha kunifanya huna. Wewe tupambane tu na jana mtu tumkamate tumpeleke kwa Malkia. Naweza kutoka muda wote ule. Acha nikwambie. Wewe unaweza kutoka muda wote. Itafika wakati nitaangalia njia yangu na wewe angalia njia yako. Macho yangu yalikuwa kikwazo, sauti yangu ilikuwa tishio. Akaamua kunifuta ili abaki peke yake moyoni mwako. Karibu rafiki yangu. Mbona naona upo hea hivyo? Sasa rafiki yangu, huu ndo wakati wenyewe. Wakati wa kujidai. Wakati wa kutimiza lengo lako na kutetea mapenzi yako. Hata hivyo ina taarifa muhimu kweli? Taarifa muhimu? Taarifa gani hizo rafiki yangu? Shangazi yangu jana amerudi nyumbani.
na amenieleza kwamba kule Malkia amebaki peke yake. Wewe usiniambie. Hivi ninavyokuambia, walinzi na dadake wote wameenda polini kumtafutia Malkia wa msitu. Kama nilivyokuambia, kuna njia kuu hizo. Ngapi rafiki yangu hapo hesabu? Ngapi? 3. Hasa unachotakiwa kufanya, usimfuate kwa maneno wala usimfuate kimwili. Tumia ile njia niliyokuelekeza jana. Ile njia ni nzuri na ni salama kwako, na hamna atakayejua kabisa kwamba ulienda pale au ulifanya chochote. Rafiki yangu, usipotumia wakati huu vizuri, hautapata nafasi nyingine tena kwenye maisha yako. Tetea penzi lako, tetea umpendaye, hakikisha anarudi kwako. Sawa, nimekuelewa rafiki yangu. Asante sana. Kwa sasa ngoja niangalie naanzia wapi. Hiyo kazi naenda kuianza leo. Sawa, la kwangu lilikuwa hilo tu. Kwa mimi nikuache. Aya, nikutakia wakati mwema. Asante. Sema, nenda uambie dunia binti yetu yuko hai. Nenda uambie dunia. Nilikuwa na sauti, nilikuwa na macho ya kukuona ukinitazama. Leo ni giza tupu, kimya kinaniuma. Kwa kosa gani nilistahili kuangamizwa? Nimeachwa gizani, siwezi kuona, nimefungwa kinywa, siwezi kusema. Wivu wa mapenzi ulinivua utu kwa ajili yako, nimepotea.